Simba amebaki na kitenge. Na kile kitanda cha machela nimemwacha kiangaika nacho. Mmerudi wote. Kama na mimi si jambo. Hajajifungua na uchungu umeisha. Na kesho yake akaenda kujifungua salama. Kwa nini? Ndani ya mtu kuna uwezo. Lakini nyumbani kwa Potifa. Kwa hiyo fikiri hivi tulivyokubeba kilomita zote. Kumbe ulikuwa una uwezo wa kukimbia. Spidi ya kushinda simba. Ndani ya mtu kuna uwezo. Mke wangu ni nurse officer pale Muhimbili. Na siku moja mwaka juzi nakumbuka pale Muhimbili kukatokea kichaa. Ametoroka kule psychiatric, akaenda akabonyeza kwenye king'ora cha fire. Sasa ile fire inachanganya hospitali, inapiga kelele ya moto. Kwa hiyo watu wote wanazuiwa lifti, lazima ushuke kwa ngazi. Kuna wagonjwa walikuwa wanapumulia oksijeni. Kuna wagonjwa walikuwa wanasema uniletee mtori baada. Nakwambia walishuka zile ngazi. Baada ya hapo nilikuandika discharge tu. Watu ni wazima. Nyumbani kwa Potifa. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Yaani mtu amekimbia mpaka kule fire kwenyewe watu wamekimbia mpaka kule shule gani kule. Watu wamekimbia mpaka kule Sarenda. Hawajambo. Alirudi kuna kuchukua besi ya bwana, hebu niacheni usinizuge hapo. Mtu mzima. Ndani ya mtu kuna uwezo. Are we together? Kuna babu mmoja wakati wa mabomu ya Bagala sasa. Na pengine mna ndugu zao wako hapa, I don't know. Lakini wakati wa mabomu ya Bagala kuna babu alikuwa ameparalyze. Amelala nyumbani, hawezi kuamka, hawezi kujigusa. Mabomu yakaanza kulipuka. Alikuwa anakaa kwa mtoto wake wa kike. Na kuambia watu wakaondoka nyumba nzima, wakakimbia. Wakaenda mpaka wakaenda kujikuta huko. Mbagala, Ukonga, huko ndani. Wameenda kujikusanya kwenye kanisa. Na yule binti akaanza kulia, "Oh jamani, baba yangu amekufa, Mungu. Baba yangu alikuja, Mungu nimejitahidi, wewe mwenyewe umeona." Baba yake akamwambia, "Umeweza kutoka na watoto wote?" Yeye ameshafika kule kwenye kambi saa nyingi baba. Mzima na hajambo. Nyumbani kwa Potifa. Ndani ya mtu. Kuna mchungaji mmoja anaitwa Frank Kimambo, yuko Mbagala. Wakati ule wa takbiri wa kuchoma makanisa pa Dar es Salaam, watu wale Waislamu wakamjia ghafla na wakasimama kule kwenye gate na wanapiga takbiri ile ya kujolea Qur'an. Na wanapiga takbiri na ofisi ya mchungaji imeshazingirwa. Nakwambia mchungaji Kimambo aliruka ukuta mrefu. Mpaka leo namuulizaga mchungaji, unaweza kurudi? Anambia subutu. Haraka sana, brain yake ilifanya kazi over. Nicho ninachokitaka kwako. Haleluya. Amen. Hebu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Ndani yako kuna uwezo mkubwa ambao bado haujatumika hata robo. Ninakusikitikia sana na ninakuombea Mungu asiruhusu chochote kibaya kikakupata kabla ule uwezo ulioko ndani yako haujatimia kufanya mambo makubwa. Haleluya. Kwa hiyo nasema katikati ya safari ya kutoka ndoto mpaka hatima, mahali ambako watu wamekwama, yani mahali pana tope ambalo lazima tukwamuane, nyumbani kwa Potifa. Amen. Nyumbani kwa Potifa. Mwambie jirani yako, nyumbani kwa Potifa. Nyumbani kwa Potifa. Umekuwa na kigari kimoja, nyumbani kwa Potifa. Umejenga vijumba viwili, nyumbani kwa Potifa. Watu wana estate. Are we together? Kuna kindege kimoja mmeshirikiana pamoja na serikali yako na kumerelax, nyumbani kwa Potifa. Kuna familia moja na miliki ndege nyingi. Only one family. Nyumbani kwa Potifa mnatoka wote kwenda kushangaa dunia nzima. Mungu aturehemu sana. Mungu atuhurumie ujue. Amen. Sio kwamba na raha, ngoja ninywe maji kwanza. Hallelujah. Brain ya mwanadamu ikirelaxi, hakuna dhambi mbaya kama hiyo. Kwa sababu haui wewe, kwa sababu ya brain iliyo relax. Kwa maana nakwambia sikuja hapa kufariji, nimekuja hapa kuletea changamoto.
Nataka nikuacheka uenda wazimu, nikuambukize roho kama ile ya Musa aliyeambukiza watu 70. Alafu mimi napanda ndege naondoka zangu kesho. Lakini nataka nione matokeo yaliyo halisi kwenye maisha yako. Amen. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Najua Mungu atanipa wakati mwingine wa kuja hapa. Amen. Lakini sitakukuta kama ulivyokuwa. Amen. Najua utatoka nyumbani kwa Potifa. Amen. Najua mahali fulani ulikopumzika utatoka. Amen. You have to think and think and rethink. Lazima ufikiri kuliko ambavyo umewahi kufikiri. Kwa nini usitumie muda hata wa siku moja basi hata kama ni wa siku Yesu Mwokozi, kama ningebaki hapa kwenu. Yesu wako mtongo. Yaani mna bahati. Naondoka kesho kutwa. Lakini mnayo nafasi ya kutumia mapori yaliyoko hapa just to think. Kutembea humu ndani. Una kitabu chako, mnayo mapaki mengi humu unayaona, mnayo mapori mengi, mnayo nafasi ambayo wakati mwingine ukiwa hauko kazini, kama hauko kazini. Nimeipenda sana quotation ya rais wa Kenya, Rais Kenyatta. Amesema hivi: kama ukiwa unawaza juu ya kazi ya kuajiriwa, waza sana, lakini unawaza nothing. Fikiri sana juu ya kazi yako ya kuajiriwa, lakini kwa taarifa yako unawaza upuuzi mtupu. Kwa sababu ukipata accident, mazishi yako atateuliwa kwanza mtu. Na hata mimi nitateuliwa. Mala sasa anasema tafuteni mchungaji wa kwenda Kijitonyama kwenda kuandalia mazishi ya mchungaji Kimaro kwanza. Baada ya hapo lazima watoto waondoke kwenye nyumba ya shirika. Ni lazima kila kitu ambacho kilikuwa hapo kiwe kimeondolewa. Kama ni mke na watoto au mume na watoto watakuwa wameondoka. Na kuwaza kwako na skijo yako yote, it is nothing. Kumbe huo ajira ikupe chakula, upate nafasi ya kulala. Alafu Kenyatta anasema think about business, family business. Ukifa hautawachia watoto wako taaluma yako wala degree yako wala kazi yako. Utawachia watoto wako your own business. Hayo makofi yanatosha. My God. Hallelujah. Lakini ukiwa kila siku ni schedule, unawaza schedule, unamwazia Mhindi, unawazia wa Marekani tu, unachoka mpaka unapata kizunguzungu. Use your time. Amen. Just think. Amen. Think and think and think. Nahitaji kupata black thinkers hapa. Wako wapi ma black thinkers? Kwanza nataka niwaone wanaosema I have to be a black thinker. Pige Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Au Christmas, yani najisikia uchizi hapa. Kwa nini nataka kufika mahali? Kama ni kazi, kama ni ajira, kama ni elimu, lakini ikusaidie kufikiri your own. Uache kitu hapa duniani. Watoto wako hauachi degree iliyokuwa inakulaza usiku kucha. Watoto wako hauachi master's degree. Watoto wako utawaachia mawazo utakayofikiri sasa. Na ni kwa nini leo? My God. Sasa taongea mangapi? Mbona my God unanichanganya? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hallelujah. Kama schedules, yani takwimu zinaonyesha uchumi wa dunia na ajira duniani inapungua kwa sababu ya watu wachache ambao wako nyumbani kwa Potifa ambao hawakubali kufikiri. Lakini once unapoanza kufikiri mtu mmoja, unakuwa kiwanda cha ajira nyingi na sio kutegemea kuajiriwa. My God. Kama kuna kitu kiliwahi kunikera, mtaniwia radhi hata kama kuna ndugu zenu hapa. Mbunge mmoja kwa kule sio ni Musoma ile sio ni Mara, ambako kuna kabinti kadogo kanaitwa Esther Bulaya sijui Musoma huko. Kakashinda lile jimbo. Halafu babu akampeleka mahakamani. No. Hajua babu. Miaka 30, miaka 40, miaka 50. Ungemsaidia mjukuu.
Are we together? Lakini sio kufikiri kwamba nitakaa hapa daima. For what? Hayo ndio mawazo ya Waafrika. Punga mkono wako pamoja nami. Lakini mahakama ilitenda haki. Piga makofi anayeeleweka. Siku hapa kwa sababu hivyo. Niko hapa kusema kwamba wakati mwingine ondoka kwenye position fulani ulionayo ili Mungu akufikishe mahali ambako anategemea ufike. Amen. Lakini usio unajibembeza pale pale kana kwamba huu ni ubatizo wa maji mengi na machache na sitakaa nitoke hapa na ninang'ang'ana hata kumbembeleza bosi. For what? Bosi sio kubembeleza. Akikuona huna maana, akikuona wewe ni wa kazi gani, akikuona huna maana, wewe muone wa kazi gani. Amen. Yes. Kwa sababu you are very expensive and you are not cheap like chips. Yes. Unajua, lazima uwe na confidence. Na ujitambue kwamba mimi ndio ninatumika hapa. Lakini pia naweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Na mlango huu ukifungwa, Mungu atafungua mengine 7. Lazima. Kama unakwenda kazini hauendi kwa hofu. Kama unaajiriwa unatumika hautumiki kwa hofu. Umesoma, unajielewa, unajitambua. Kama mlango huu ukifungwa, Mungu atafungua mengine 7. Nikitoka nyumbani kwa Potifa nina mahali na kwenda pia. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. So, this is why Waafrika walio wengi, kwa sababu hawana mawazo ya kufikiri juu ya family business ambazo ndizo zina create ajira duniani. Utasoma na mtoto wa Muhindi darasa moja pale chuo kikuu, mtasoma na Wahindi wengi. Mkisha malizana pale chuo kikuu, hutakaa wakute kwenye foleni ya dirisha na kuomba kazi, kwa sababu walishakuwa prepared. Tangu kitoto kidogo kiko na mama yake huko dukani, vinaongea hapo dukani, vinaonyesha mfuko wa pesa. Tunachukua mali India, tunakwenda Japani, siku nyingine wanapanda na ndege wanakwenda huko, wanakwenda kujifunza life. Mwisho wa saa wakimaliza university wana milango ya kwenda, na from there ndiko kunapopatikana bilionea. Kwa hiyo shangai kumuona Mo kuwa ni bilionea wa kwanza kijana Afrika na yuko Tanzania na warangi hiyo ya Kihindi. Hello. Kwa nini? Family business. Nenda kafanya research pamoja nami. Mabilionea wote duniani, most of them ni wale ambao wamejoin kwenye family business. Hata Trump alipewa dola milioni 60 miaka ya 60. Sasa ukipewa milioni 60 US dola Marekani mwaka wa 60, kwa nini sio bilioni? Hata hapo hajafika mahali alikuwa anataka afike. Still ni kumbe mzito. Angenipa mimi nimuonyeshe. Hello? Wengine tumelisi matatizo. Milioni 60 US dollars miaka ya 60. Are you crazy? Hebu punga mkono wako pamoja nami. Acha. Tumepinda kuliko dawa yangu ya Yesu. Yesu ni seremala ananyoosha mambo. Haleluya. Wewe Wachaga, Wahaya, wafanyabiashara siku hizi, Wakinga, Wapare, Wanyakyusa, watu wa Singida, makabila yote. Hata kama na duka lake la kuuza viberiti, hilo duka anaficha box la fedha kama uchawi. Akitaka kumpa mtoto wake kitu anageukia huko kama mchawi. Show them. Waone. Ficheni uchawi, lakini biashara onyesha. Maono onyesha. Ndoto onyesha mzee. Haleluya. Yaani unasubiri nini kwanza? Hebu nataka kuwapa hela. Ngoja. Anakwenda kutolea fedha chumbani. No. Unataka fedha kiasi gani mwanangu? Unataka dola 100. Hebu chukua hizo bahasha, kuna dola 10,000. Chukua kwa shilingi dola 100. Mtoto ashikishike hata hela jamani. Aondoe kisirani. Hata nasema usimutu. Mimi kuna mama yangu. Na mama yangu yuko Moshi na yeye nyumbani wakati wa Christmas au mapumziko na nampa bahasha.
Alafu baadaye kidogo kunatokea hitaji. Mama, mbona huko nyumbani siku na kitu gani cha kununua? Hebu hapa nilipo sina hata 100. Mama, lakini mbona nilikupa? Niliza vikoba. Yaani ulivyonipa tu Saa nyingine unamfanyia usafi unakuta mpaka na bahasha nyingine amesahau. Alafu namwambia, "Mama, kuna bahasha yako iko, ilete, ni ya Mama Beni." That is Africa. Mwafrika akifa kwa sababu alikuwa ameficha maono yale, wanaimani kwamba marehemu ameondoka na vitu vyake. Marehemu aondoki na kitu. Mimi ndio nasikale jamani, marehemu namuondoka mpaka namweka kaburini aondoke na kitu. Lakini maono yake hakuwahi kushare. Na akishakufa wana nyumba Kinondoni, wana nyumba Kijitonyama. Hawa wa Afrika wanataka yuzwe, wagawane, mwingine aondoke na mwiko, mwingine aondoke na kibakuli, mwingine aondoke na ungo, mwingine aondoke na wanagawana. That is the African life. Kwa hiyo kila mtu ana start new. Kila mtu ana start, anaanza upya. Na mkianza upya, hakuna mtu anayekwenda. Uliza shirika la Toyota limeanza mwaka gani? Uliza shirika la Sony limeanza mwaka gani? Uliza mashirika Panasonic yameanza mwaka gani? Hizi familia zimeanza miaka mingapi? Uliza familia ya Urais ya Bushi imeanza miaka gani? Ninyi mkitoka makaburini, haya nyumba iuzwe hiyo. Iuzwe hiyo, nyumba iuzwe. Mngeweza kujenga kitega uchumi, mngeweza kujenga apartment, mngeweza kujenga. Nikaenda juzi kwenye familia moja wanagombana pale Kijitonyama. Naomba jamani, mbona msiweke apartment hapa basement, mtu akakaa hapa, mkaweka maduka huko, kila mmoja kwa namna na iuzwe. Wewe unataka kufaidika na mali ya marehemu. Ikiuzwa ikishauzwa basi. Yaani kuna wengine sasa huko kijijini, bora Dar es Salaam afadhali. Kuna wengine kijijini nyumba inabomolewa, mita wanafanya kuni. Sasa kwenda kukangia samaki. Ukisoma mangu. Kabisa unakuta hapo mtu kasikilia dera. Ulisoma mangu, nawaambia jamani. Ulisoma mangu na utaka wa kupata mwiko apate, wa kupata ungo apate, apate. Na mwingine nilikutana naye katoka Uingereza, kaja kupambana na Urusi. Niambia wewe rudi. Unakuja kupambana huku saa hizi, unataka kuroga ukumalize. Afrika. Tunatoka lini? Hebu muulize jirani yako, tunatoka lini? Na unasomesha watoto wako, prepare kwenda kufanya kazi kwa Wahindi. Soma sana. Mimi nyumba zangu ni zangu. Mipango yangu ni ya kwangu. Biashara zangu ni zangu. Mimi nawasomesha. Msome, kama mtaki kusoma mtajua wenyewe. Msome mtajua. Mimi nimewasomesha, mtafanya dunia yoyote mtakayokwenda. Mtajua penyewe pa kwenda. Mimi mali yangu ya kwangu. No. Jaribu kuprepare family business. Amen. Are we together? Amen. Kwa sababu nikianza kuzungumza hapa nikwambia nini kaanzishe kituo, sijui kaanzishe mambo ya hivi, international organization, unaona haya kazi gani na huko nyumbani ukapotifa unataka American burger. Basi hata familia yako, hata mwanao. Can you imagine geneza lako likitoka, mtoto wako unamwacha na nani? Unamwachia nini? Umewaza kitu gani miaka 50 ijayo? Na sasa hivi vizazi vya leo, mchungaji Nasua, vya jika letu, kuanzia jika la huyu baba askofu hapa mpaka sisi huko na huyu mama, ni majika ambayo ninafikiri wamepunguza uwezo wa kufikiri, ni kama hapo nyumbani kwa Potifa. Kwa maana Wahaya walioko hapa, Wanyakyusa walioko hapa, Wachaga walioko hapa, wanaenda kwenye mashamba ya babu wa babu. Zamani hizo babu zao hawakuuza, babu zao waliweka hayo mashamba. Ndio maana kila mtu hapa ana kwao, na ukiondoka hapa unaenda kwenu. Lakini kuna wengine unanunua kiwanja leo, miezi mitatu benki, kesho kutwa umeuza. Kuna hata kitu. Kwa nini kwetu Mbeya? Lakini kuna babu Mwakijambiru, Mwakatobe, Mwakibinga,
alisimama hiyo miaka. Kuuza kulikuwepo, lakini hakuwahi kuuza. Ndio maana una mahali pa kwenda kuzikwa kweli. Family, business. Na kwa sababu ya kurelax nyumbani kwa Potifa, each and everything mortgage. Umeweka, viuzwe sawa, tajua wenyewe. Kwa hiyo nyumbani kwa Potifa ni mahali ambapo siwezi kumaliza. Lakini Biblia inasema baadaye Yusufu akamuvu akaenda katika nyumba ya magereza, pia 3, prison. Na kule prison akakaa. Hata sitaki kuzungumza hapa. Tumevunja na kufanya maombi ya kuvunja vifungo vingi kila mara. Na tumeomba sana juu ya vifungo vya kimawazo, vifungo vya kifikra, vifungo vya kiroho. Tumeomba na kanisa lilipita kwenye upako fulani wa deliverance. I know. Hata hapo nikikuangalia sina mpango wa kuzungumza juu ya vifungo. Kama vipo, Mungu akusaidie. Hello. Na kwenda kwenye pia 3, pia 4, Prime Minister's office. Na hapo ndiko nakotamani ufike. Na ndio maana niko hapa kuzungumza na wewe. Hebu punga mkono wako pamoja na 3. Hallelujah. Biblia inasema Yusufu akiwa mfungwa akawatafsiria watu ndoto, lakini walipofika mbele ya Farao hawakumtaja. Mwaka ukapita, miaka 3 ikapita, Yusufu akakaa ndani ya lile gereza. Baadaye Farao akaota ndoto mara 2 na akasahau ndoto aliota. Akatafuta wanajimu waje kumsaidia kuweza kutafsiri ndoto, hakupatikana. Akatafuta namna ambavyo angeweza akapata waganga wa kienyeji wamtafsirie ndoto, hakupata. Kitu ambacho nataka kuzungumza hapa, nataka kusema dunia ina ndoto nyingi na inahitaji watu wa kutafsiri hizo ndoto. Waumini, mchungaji, wana ndoto ya Jumapili wakifika kanisani wapate neno lenye kubadilisha maisha yao. Amen. Hiyo ni ndoto yao. Mtafsiri wa ndoto ya ibada ni mchungaji. Ukitujia na hadithi zako hatutakuelewa. Tunaogopa tu kwa sababu ya msalaba kuweka mabango. Yes. Tunataka haki yetu, lakini hatujafikia hapo. Ila ndani tuna mabango. We drive, tunakuja kanisani, tunataka majibu ya maswali. Amen. Yes. Pigie Bwana makofi anayeeleweka. Ngoja nikwambie. Nifanya utafiti hapa Texas. Leo nilikuwa kwenye kanisa la TDJX kule Potter's House. Jana nimekwenda kule Houston. Nimeenda kwenye Bible study ya jioni, kupita tu kwa haraka. Dada yangu Ana alinisaidia sana. Ana, Mungu akubariki. Kazi yako ni njema. Karibu natoka nyumbani kwa Potifa. Haleluya. Ungecheka sana ngapi? Akanipeleka pale Bible study, ilikuwa ina watu 11,000. Wow. Leo nimeenda huko, nimekuta watu. Sasa alafu baadaye nikiwa kule Houston nikaambiwa kuna shida wakati mwingine baadhi ya makanisa ya Lutheran, Roman Catholic mengine, labda pia Moravian. Watu ambao wamesoma, wana PhD ya theolojia. Lakini kwa nini watu hawaji kanisani? Wanakuja kanisani kwa sababu wanakosa kuja kanisani kwa sababu pengine wakija hawatafsiriwi ndoto. Na watu wana maswali. Kanisani sio sakosi, wala sio vikoba vya kuleta sadaka. Kanisani ni mahali ambapo Yesu amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Kama mchungaji tunakuja na mizigo yetu tunaondoka nayo, wewe uko hapo kwa kazi gani? Na tunakuja ili nini? Haleluya. Hiyo ni hoja ya kwanza kabisa. Dunia ina ndoto. Watu wengine wana ndoto ya kupendeza, wanahitaji executive saloon.
akiingia hapo akitoka atoke akiwa hata kama alikuwa amepinda kama mchungaji mara watoto kidogo amenyoka. Hiyo ni ndoto. Kuna ndoto ya watu kuvaa, kuna ndoto ya watu kusoma, kuna ndoto. Watu wana ndoto nyingi duniani, zinahitaji watafsiri ndoto. Wewe, dunia ina ndoto, watu wana ndoto, na watu wana ndoto hawana tafsiri, wanahitaji tafsiri tu. Kwa hiyo kama mimi ni mtu ninaishi leo, lazima niangalie dunia hii ina ndoto ipi ambayo bado haijatafsiriwa, na watu wana ndoto gani ambayo haijatafsiriwa, niweze kuitafsiri. Wapo watoto wa Wright brothers, wale watoto wa mchungaji Wright tena Marekani hapa, ambao walitafsiri ndoto ya dunia mpaka leo ya kurusha ndege, si ndio? Watu wanataka kutoka kwenye bara moja kwenda nyingine, ni ndoto yao, lakini watafikaje? Hawa wametafsiri na wanaheshima, na Marekani inaheshima teknolojia ya ndege duniani. Are we together? Kuna ndoto nyingi ambazo hazina tafsiri. Watu wanataka kuishi, watu wana ndoto ya kuishi, lakini wanashambuliwa na magonjwa, wanashambuliwa na magonjwa yanayoinuka. Wewe kama daktari, lakini pia kama muombaji, kwenye prayer line, umefika kiwango gani cha kuona? Yaani hata babu kule kwetu alitokea babu mmoja huko, Kikombe cha babu, anatafsiri afya tu, foleni yake ni balaa. Una malaria Kikombe, una kisukari Kikombe, una kansa Kikombe, una kichaa Kikombe, hicho tu. Kwa hiyo babu, watu wakaenda. Nilichekeshwa na mama mmoja, alikuwa Muhimbili, profesa wake akamwahirishia, alikuwa anataka kufanya operation ya fibroid, na profesa akamwahirishia, akamwambia uje next week, baada ya wiki 2. Sasa yule mama akasema, kwa sababu mimi niko hapa, kwa nini nisiondoke nikaenda kwa babu kwanza, baada ya wiki 2 nikarudi kwenye operation. Kwa hiyo akaenda. Alipofika kwenye foleni, wamepanga foleni, aliyeko mbele yake yule profesa akamgusa, anamwambia, profesa, habari? Anamwambia, sawa, pata kikombe kwanza, hata mimi kikombe nimeleta hapa. Wakati ule Kikwete akatuma watu wa Wizara ya Afya, mkemia mkuu wa serikali, management ya mkemia, wakaenda na waziri wa afya wakati ule akaenda. Alipofika akasema, sawa, mpaka tukifika maabara tutaenda kupima, lakini kwa hapa tupate kikombe kwanza. Vipimo vitafuata baadaye. Ndoto. Watu wanataka kuishi. Watu wanaenda India, wanaacha Muhimbili, wanaacha Ilala, wanaacha Temeke. Kwa nini? Tafsiri ya ndoto. Wakienda huku wanapata kile wanachokihitaji. Watu si maskini kama inavyodhaniwa, ili mradi tafsiri ya ndoto itokee. Tunazo ndoto ngapi Afrika ambazo hazijatafsiriwa? Na wewe uko hapa kama Yusufu wetu, unategemea kutafsiri yapi? Elimu, afya, jamii, religious, economy. Ni kitu gani ambacho unategemea kutafsiri? Hawezi kukaa hapa watu tuna mindoto yetu, tunaota na kusahau ming'ombe minene, ming'ombe membamba, misuke minene. Watu kuna ndoto mingine inamkwada. Mindoto mingine minene, ming'ombe minene inakuja iliyokona na meza. Yeye usiku huo mmoja. Masuke mazuri amestawi, anakuja tena mengine makavu sha. Jamani, akiamka jasho linamtoka. Jamani, mimi nimeota. Alafu wakiamka asubuhi amesahau. Kinachobaki kichwani mkwana. Biblia inasema yule mtu akamnenea. Na hapa ningetaka kuzungumza kidogo juu ya communication. Communication ambayo hapa mimi naiona haipo sana. Lakini hii ibada ya Kiswahili ni ya muhimu kwenu, kwa sababu jirani yako kwenye apartment hamjawahi kusalimiana na miaka 5, hamjuani. Watu hapa hawana mpango. Lakini hii ibada ya umoja inawaunganisha. Na mchungaji, fanyeni hata ibada ya nyumba kwa nyumba ya ubwabwa. Ya ubwabwa tu. Wewe Jumaa hii tunakuja kwa hata mwezi mara moja. Watu 5 10 hivyo mjiunge. Ya ubwabwa. Mimi nimefika kule Washington DC, nimeanza huduma ya ubwabwa. Bwana, hii wiki tuna nyumba kwa nyumba. Wakristo hawajuani. Unajua hilo ni roho la kipagani limeshawaingia na Waswahili hapa. Hawajuani. Wanasali wanamaliza kila mtu kwake.
Hakuna anayejua kwa huyu huku, hakuna kwa huyu huku. Watoto wenyewe wanachanga kama wale, wakae wacheze. Hivi inawazuia nini? Nyumba kwa nyumba, watu 10 kwa 10, fellowship za nyumba za ubwabwa tu. Maombi lazima kufunga. Yes, alikuwa ya kufunga kumwondoa Mordekai, kumwondoa nini? Amani. Ni maombi tunataka kufunga tu. Ya wapo na ubwabwa. Kama hauamini, nikwambie kilichokuwa Israeli wakati wa fitina ya Hamani na Mordekai. Hamani na Mordekai, maombi yaliyookoa nchi ya Esther sio kufunga. Walifunga na kuvaa nguo za magunia. Walipomaliza wakaandaa ya ubwabwa. Wakamuita Hamani kwenye party. Ngoma ikaja ikala. Mara ya kwanza, mara ya pili. Hakuna maombi yanayojibu kama ya ubwabwa, mchungaji wa kwa yako. Nyie kufeli na haya kufunga mpaka bado ndo ndani ya tumbo mtajiji. Mimi nasema ya ubwabwa. Na kwangu na Esther, haya ubwabwa. Yes! Mungu unapweke. Haleluya. Kwa hiyo mtu, Mungu anamhitaji mtu, shetani anamhitaji mtu. Na Mungu mwenyewe anasema nitapata wapi mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Ukiona rais anapigiwa mizinga 21, watu wamemweka hapo. Relationship itakubeba. Itakupeleka mahali fulani ukiwa na watu ambao ni right person kwako. Hallelujah. Lakini Biblia inasema yule mtu akamtaja mbele ya Farao. Farao akamuita Yusufu. Na wakaondoka kwenye ile nyumba ya magereza ya uhaini, ya ubakaji, aliyefungwa kwenye magereza ya mfalme, ambako wafungwa wa kifalme wanafungwa. Wafungwa wa kifalme ni wale watu ambao wana makosa makubwa ambao kupelekwa mahakamani inabidi barabara zifungwe. Si kama wewe kuonana na watu kama hao. Wale ambao ni makru, ambao lazima wawe na escort maalum ya kupelekwa mahali popote, iwe ni Muhimbili hospitali, iwe ni hospitalini, iwe ni kwenye mahakama, lazima kutokee konvoi ya polisi ambayo inaongoza kuwapeleka mahakamani. Na wanatumia gharama kubwa. Na Yusufu alikuwa ni mfungwa wa gereza la kifalme. Biblia ninayosoma inaniambia wakaondoka naye na vifaru na kuhakikisha wanampeleka kwa sababu ameitwa mbele ya mfalme. Akaondoka. Lakini Yusufu wakati anaondoka, anaiambia ile milango ya magereza, sitarudi hapa. Sitakaa nirudi hapa. Na mimi ninawaombea mahali ambako Mungu alishawatoa, hamtakaa mrudi hapo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wapo watu wanawasubiri kule kwenu, wanasema huyo anakaa Marekani. Wameenda wangapi Marekani bwana? Wewe mpanda ngazi ushuka. Aliyeko juu msubiri chini atashuka. Hashuki mtu hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kama tumepanda. Wao mpigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Nataka nikwambie lazima uwe na strategic plan ambayo ukitoka mahali pa mateso hautakaa urudi hapo. Na mimi nimekwambia mama, unawaza nini juu ya Bwana? Mateso hayatainuka mara ya pili kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pigie tena Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Mtu aliyetoka ambaye hana mpango wa kurudi, hata mwendo wake anaonekana, hata nidhamu yake inaonekana. Wakusindikiza wapo, wanaokusindikiza kwenda kwenye Prime Minister's office wapo, wanaokusindikiza na maneno mabaya wapo tu mzima, wapo sana, wapo mno. Wanaokusindikiza kwa majungu wapo, wanaokusindikiza kwa uchawi wapo, wanaokusindikiza kwa mizimu wapo, wanaokusindikiza kwa maneno mabaya wapo tu. Lakini nataka uwaonyeshe surprise. Haleluya. Ya kwamba mahali ambako unaenda wakusindikize tu. Wengine walifikiri ya kwamba wanakufukuza, lakini wanakusindikiza. My God. Ungempigia tena Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Yusufu yuko njiani, anambia ukirudi unaenda kupasua kuni. Ndio nizamu yako ya kubeba ndoo za mavi kwenda kumwaga. Anawasikiliza tu. Ndio afanye. Ukirudi kuna masufuria ya kuosha.
Tangu umetoka tangu asubuhi mpaka saa hizi foleni ya kumuona mfalme hapo umechelewesha. Kazi yetu nyingine utakwenda kufanya ndio hapana. Nisubirini. Wengine nasema hata mchungaji Kimaro ameenda huko chuoni amerudi na ubiri wengine alinipa. Asema mchungaji wa Kiluteri amekuja na moto wa kuhubiri. Huyu tunampa siku chache tutapoa, tutafanana. Hapoi mtu hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Unanipangia makazi za magereza mimi? Kupasua kuni nimeitwa kwa mfalme. Nitawaonyesha rangi zote. Biblia inasema Yusufu akafika mbele za mfalme. Na mfalme akamuuliza Yusufu ya kwamba nimeota ndoto mara mbili na nimeisahau. Yusufu akamwambia usiogope. Mungu atakutafsiria ndoto yako kwa sababu ninayo power ya divine inayotoka kwenye mbingu za mbingu, divine provision. Hallelujah. Divine provision from heaven. Ambayo waganga hawana hiyo divine provision. Wachawi hawana hiyo divine provision. Matapeli hawana hiyo divine provision. Wachawi hawana hiyo divine provision. Mapepo hawana divine provision. Only God. Na mimi Yusufu ndani yangu nina divine provision. Na mimi nawatangazia neema ya Mungu iwape divine provision katika kila kitu ambacho mnafanya. Hallelujah. Biblia inasema Yusufu alipofika mbele ya Farao alijua this is the divine favor from heaven. Na alijua hii ndio fursa ambayo haitanirudisha kwenye mateso tena. Na mateso hayatainuka mara ya pili. My God, my Lord. Kitheolojia ndipo tunapopata mambo matatu ambayo Kiswahili tunaita tia. Lakini Kiingereza tunasema ile T pale ni time, impact and address. Time, impact and address. Na hichi ndicho tunachozungumza na vijana hapa juu ya mambo matatu. Time, impact and address. Hallelujah. Amen. Are we together? Amen. Tia, time, impact and address. Na hii ni level ya juu napozungumza juu ya religious economy. Kwa sababu time, impact and address. You have to change your address. You have to use your time to the maximum in order to have an impact kwenye society, lakini to change your address completely. My God, my Lord, ungempigia Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Time, impact and address. Sikiliza nikwambie, mimi hapa nimevurugwa. Yusufu alisimama mbele ya Farao kusoma, kutafsiri ile ndoto, alitumia only 3 minutes. Only dakika 3 mbele ya Farao. Ni mambo ya ajabu. Ukiona umefanya kazi mahali miaka 40 na bado unaenda mahakamani. Bwana. Hicho ni kitu cha ajabu. Fanya kazi miaka 5 mahali na haujaona fedha. Umekaa mahali miaka 20, nothing done. Nothing. No. Only 3 minutes. Mimi napata changamoto kubwa kabisa ya dakika 3 za Yusufu mbele za Farao. Ndani ya dakika 3, licha nini mmesoma form 6 form chuo kikuu, degree, masters, mapepa meandika, research paper meandika, sijui thesis nyingine ya PhD, whatever the case. Lakini Yusufu alisimama na presentation ya 3 minutes, dakika 3 mbele ya Farao. My God, my Lord. Vijana mlioko hapa mgempigia Jehova makofi ya shangwe. Hallelujah. Dakika 3 mbele za Farao. Akamwambia Farao, ndoto yako ni moja. Hata kama zilikuja 2, ndoto ni moja. Mungu amekuonyesha habari ya mambo yatakayopata baadaye. Ya kwamba kuna miaka 7 ya njaa na kuna miaka 7 ya shibe. Hiyo miaka 7 ya shibe itakapokwisha, ile ya njaa itameza ile shibe yote, itasahauliwa. Farao. Ni presentation yenye introduction, discussion na conclusion. Only 3 minutes. Hamtanishawishi na research papers and master's degree na tukakuita kwenye panel kwa ajili ya kudefend paper na bado hatujaona matokeo yake. No, I'm here just to challenge you. Na
wana references za vitabu vya kitapeli. Nilisoma kitabu hiki. Baada ya hapo, nothing done. No. We need black thinkers. Hallelujah. Only 3 means: introduction, discussion, and conclusion. Now the way forward. Say, kuna wanaume waliishi duniani. Mimi najiangalia najiuliza, hivi am I nyani tumbili? Hello. Kwa hiyo jitafutie mtu mwenye hekima Farao, atakayezunguka nchi nzima, aweze kukusanya chakula chote, na baadaye kitatumika baada ya wakati ule wa njaa. Farao akasimama akasema, tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Akawaambia watu wote, pigeni magoti. Wote walipiga magoti, lakini yule afande mkuu wa magereza aliyekuwa amekaa pale na mabunduki na gari na hakika ya ving'ora hapa, anajidai kwamba jeshi liko imara, huyo ndo namtaka zaidi, ambaye alimsindikiza Yusufu akijua atarudi naye. Mabibi na mabwana, adui waliokusindikiza na magereza yaliyofungwa, hautarudi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hayo makofi hayatoshi, mpigie Jehova makofi ya shangwe. Ninarudia kusema, kwenye umasikini hautarudi, kwenye dhambi hautarudi, kwenye mateso hautarudi, kwenye misiba hautarudi, kwenye balaa hautarudi. Wako wapi washindi wanaosema sina mpango wa kurudi? Pigie Jehova makofi ya shangwe. Watikishe watu 2 watatu, waambie sina mpango wa kurudi brother, sina mpango wa kurudi brother. Hata kama shangazi yangu ananisubiri, mimi sina mpango wa kurudi. Sina mpango wa kurudi kwenye mateso yangu, sina mpango wa kurudi, sina mpango wa kurudi. I have a time of favor, a very divine favor. I declare in the name of Jesus, the divine favor, the time of divine favor. Piga makofi, Yesu asikie. Piga tena, haleluya. Watikise watu 4 watano, waambie 3 minutes of divine favor, 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 divine favor, divine favor, divine favor, divine favor. Acha ijulikane ya leo, acha ijulikane mbele za Bwana. Dakika 3 zinanitosha, wala sihitaji miaka 20, wala sihitaji miaka 40, wala sihitaji miaka 100. Only 3 minutes of favor. Piga makofi, Yesu asikie. Hallelujah. Only 3 minutes. Nisubiri na mpango, nisubiri na mtutu wa bunduki, nisubiri na ving'ora vya magereza, nisubiri na fitina ya Afrika. Nina dakika 3 mbele za Mungu wangu ambazo zinanitosha mbele za Bwana. Only 3 minutes of divine favor. Hallelujah. Hatuhitaji kiwango cha mwaka, hatuhitaji kiwango cha siku, hatuhitaji kiwango cha mwezi. Only 3 minutes of favor. Mabibi na mabwana, ninakutakia dakika zako 3. Wako wapi wanaopokea dakika zao 3? Nasema nina dakika zangu 3. Hebu nisaidie kuwashika watu 4 watano, waambie nina dakika zangu 3 baba askofu, na dakika zangu 3 mwenzio, na dakika zangu 3. Ninazo dakika zangu 3. Bwana nipe dakika 3. Ninawatangazia wote mlioko hapa, Bwana wape dakika 3. Bwana wape dakika 3. Jehova akupe dakika 3. Bwana akupe dakika 3. Mungu akupe dakika 3. Dada yangu, Mungu akupe dakika 3. The 3 minutes of favor. The 3 minutes of favor. Dakika 3. Wako wapi washindi hapa? Anaweza kupiga makofi ya shangwe. Hallelujah. Glory to God. Yes. Hallelujah. Mtu wa dakika 3. Mimi nimejibatiza mtu wa dakika 3. Hallelujah. Usiniulize ni kwa miaka mingapi. Amefanya kazi miaka mingapi vile, huo ni wenda wazimu. 3 minutes. Ika change completely life yake. Na mimi nawaambia vijana, mnayo nafasi
ya kufanya mambo katika ujana wenu. Time, impact and address. Hallelujah. Ngoja nikuambie kitu ambacho Yusufu alifanya ndani ya dakika 3. Utashangaa. Only 3 minutes. Preparation na presentation ya only 3 minutes. Kwanza ndani ya dakika 3 alihakikisha amefuta kesi ya ubakaji bila jaji. Ndani ya kuna watu waliishi duniani. Unajua lazima uwe crazy, unajua. Kuna watu waliishi duniani. I wish ungeamua kuwa wewe kijana wa leo kaamua kusema Yusufu atakuwa role model wangu. Yaani lazima ufike mahali uone namna ambavyo watu walitumia muda wakaleta impact na anwani ikaandikwa. Ndani ya dakika 3 kesi iliyokuwa mahakama kuu ya ubakaji imeondoka. Ndani ya dakika 3 aliingia nchini bila makaratasi. Hallelujah. Yuko kwenye nchi iliyoendelea, hana makaratasi. Ndani ya dakika 3 makaratasi yanatolewa na rais mwenyewe bila kutaka, bila kulazimishwa, bila advocate. Na mimi ninasimama hapa nasema wote ambao hawana makaratasi, pokea neema ya wokovu. Pokea neema ya dakika 3. Pokea neema ya ushindi. Pokea na uraia. Pokea na kumiliki. Pokea na kutawala. Pokea na kuishi. Pokea na kukaa. Pokea na kuinuliwa juu. Alafu piga makofi ya dakika 3. Hallelujah. Unauliza makaratasi kwa sababu ya usiku. Once unaanza kutumia brain wala makaratasi hayapo. Watakutafuta wenyewe. Kwa hiyo hana utambulisho, hana uraia, ni mtumwa. Kwa hiyo na mtumwa hana uhuru, even death. Lakini akajitangazia kwanza life freedom yake. Pili akajipatia makaratasi kutoka kwa president wa nchi kikatiba. Ndani ya dakika 3 alimpokonya mfalme pete yake ya authority. Taka usitake akavua pete. Ni Zuzu Yusufu wewe mwenye akili chukua. Yesu. Kuwa. Hoi mdumi. Nataka ni lazima jambo fulani litokee kwenye maisha yako. Sitoki hapa mpaka kimetokea divine changes wako wapi washindi hapa. Lazima kutokee jambo kwenye maisha yako. Hallelujah. You will never be the same again. Hawezi kubaki pale kwa jina la Yesu. Mimi na mchungaji Nasua ukikaa ukitulia, kama ukitaka kufanya personal critical evaluation, if you want, usijifanyie tathmini kwa kujihurumia na poda no. Uwe serious kidogo. Lakini utapenda kuungana pamoja nami ujue hakika ya kwamba katika vitu ulivyo navyo, iwe ni magari, iwe ni nafasi yako ya kuwa hapa Marekani, iwe ni kitu chochote kizuri, angalia kimetoka kwenye mikono ya marafiki zako au kimetoka kwenye mikono ya maadui zako. Kuna wakati maadui walipress kwa pressure na ile pressure ikakupandisha na kufikisha mahali fulani. Hallelujah. Prime Minister bila kuitisha bunge wala baraza la mawaziri kutoa hoja. Ilikuwa ni order kwa sababu amefanya to the maximum. Na hii ni tabia ya dunia. Dunia inakubali na taaluma ya elimu duniani inakubali. Unaweza ukasoma mpaka ukapata PhD kwa sababu umesoma na kufanya research na watakupa degree ya PhD, watakutambua hivyo. Lakini pia dunia inajua juu ya philosophy ya kwamba kuna wengine ambao hawatapita darasani lakini ni thinkers. Mwisho wa saa nao wanawapa honorary doctorate. Are we together? Kwa hiyo ile ilikuwa ni heshima ya moja kwa moja kwa Yusufu, akawa honored na akaheshimiwa. Na heshima na dunia inajua kwamba daktari aliyesoma kabisa akafanya research mpaka akapata PhD, na daktari ambaye ametunukiwa kwa heshima kwa kazi aliyofanya, na ndio maana inaitwa degree za heshima. Huyu wa heshima na degree ya heshima ina maana kubwa duniani kuliko ile ya research. Are we together? Maana yake huyu ameandika makaratasi yake, hatujajua implementation yake.
na kuna madaktari wapuuzi kuliko wa darasa la 7. I'm very sorry. Lakini tunataka kuzungumza hapa how thinkers they will change the world. Namna gani watu ambao wakifikiri wanaweza wakabadilisha dunia. Na sio fikra ya muda mrefu, even fikra ya muda mfupi inaweza ikaleta mabadiliko duniani kama mtu mmoja akiamua kufikiri. Na mimi niko hapa kuzungumza na vijana walioko hapa na wazee walioko hapa na watu wote kwa majina yenu. Una kitu cha kufanya katika time, impact and address. Amen. Kama Mungu amekusimamisha mahali, usisimame kwa makosa. Kama uko hapa Marekani, pengine ni dakika zako 3 hizi. Usitoke hapo. Lazima kitu fulani kipate kutokea kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. 3 minutes of favor ika change completely si maisha ya Yusufu, dunia. Na mimi niko na watu wachache hapa ambao nategemea mtaibadilisha dunia. Amen. Black thinkers lazima mtabadilisha dunia. Sasa hii ukifahamu ya kwamba una limitation of time, utatumia your time to the maximum. Siko hapa sana kuwafundisha time kwa sababu ninyi ni Afrika, no hurry in Africa, lakini schedule zinawalazimisha kusoma muda. Hello. Chelewa uone. Kama unajikuta huko Manzese kweli. Hello, punga mkono wako pamoja nami. Lakini kile ambacho ningesema, sitaki schedule kulazimisha muda. Nataka uweze kutawala muda wako binafsi. Ujipangie muda hata wa kukaa kwenye hizo ajira ambazo unazo. Ya kwamba baada ya muda mfupi nataka kufika time, impact and address. Biblia inasema wale maafande wakaambiwa pigeni magoti, wakapiga magoti. Sujudieni, wakasujudu. Akamaliza wakaondoka kwa aibu. Kama kuna watu waliondoka pale kwa aibu, watu 2, mke wa Potifa, wale maafande. Wakati Yusufu wale wanarudi kwenye magereza na Yusufu anakwenda kwenye prime minister's office. Ninakutakia baraka za Bwana. Mambo yaliyokusindikiza iwe ni hofu, kutokujiamini, uoga, ujinga, bumbuazi, wazimu, ujinga wa kila namna ambao umekusindikiza mpaka hapa Marekani, utoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Pigie Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Kila aina ya ujinga ambao umekusindikiza, hofu ambayo imekusindikiza, maaskari wa magereza ambao walikusindikiza, hata kama kuna maroho ya uliotupiwa ya mapepo yametoka huko kwenu Kenya, sijui wapi huko Afrika, yamerushwa yamekuja huko, tangu leo yarudi kivyako na wewe unaenda kivyako kwa jina la Yesu. Yaende kwingine na wewe uende kwingine. Balaa iende kwingine na wewe uende kwenye prime minister's office. Kisirani kiende kwingine na wewe uende kwingine. Ujinga uende kwingine na wewe uende kwingine. Usubavu na kushikwa na kukaa na ujinga kwenye brain, makamasi yajitenge na ubongo. Hapo hata makamasi yakae pembeni na ubongo ukae pembeni. Kuna watu wanaonielewa hapa. Hebu mkono wako mpigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Hebu nisaidie kuhakikisha watu 2 watatu. Waambie mimi ni Yusufu. Sina mpango wa kurudi tena hapo. Sina mpango wa kurudi kwenye capital ya umasikini, kwenye kufilisika, kwenye laana, kwenye mahangaiko, kwenye kukataliwa, kwenye maisha ya chini, kwenye maisha yasiyo na kibali. Sina huo mpango wa kurudi kwenye kisirani cha babu zangu. Sina huo mpango wa kurudi kwenye makambiko. Nimeondoka magereza, nikirudi na kuja kuwatembelea, mtasoma risala, mtake, msitake. Pigie Jehova makofi yanayoeleweka ya shangwe. Akifika Mbezi aondoe na sketi, atajijua mwenyewe. Lakini ndoa tunaifunga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Tukisha toka magereza tuna only 3 minutes of favor. And our life must be changed completely. Eko. Nikamwambia usiogope, tutasoma tangazo. Nikamweka mzee wa kanisa asome vizuri. Kwa hiyo nikamleta kanisani, nikayofunga ile ndoa peke yangu. Shangazi kahangaika. Unajua akisema anatembea uchi anamaanisha anatembea usiku. Sio kwamba atembea kweli.
Mabibi na mabwana, nataka kuzungumza hapa, nataka kusi next level kwenye prayer, next level kwenye praise, next level, next level. Amka, ishi mtu wa next level. Tembea kama mtu wa next level. Vaa kama mtu wa next level. Nilikuwa nimepinda baba. Sina hata nguo, so wale mmoja kauka nikuvaa. Miaka hiyo ya 50 na kuusi. Lakini nataka nikwambie Bwana kaninua. Juzi nimepita hapa huko Washington, nilikuwa natembelea kwenye vituo vya utalii huko. Kila nikivaa vitu vyangu kama hivi. Kifo na usingizi huko ndio vizuri jamani. Waswahili wanapiga likumbo, lakini wazungu wanaenda kwenye changanya Marekani. Hapo unajua nilipotokea sasa, nilikuwa akilikuwa mimi na mshuhuda balaa. Nikaanza kushuhudia matatizo mwezi amtoki hapa ndani. Haya tuache. Lakini nilikuwa nimepinda sasa. Mimi sikuwahi kufikiri kuna siku nitapita Marekani ili nisifiwe na nguo. Yesu nikamwona. Yaani nimewavuruga mpaka Washington DC makao makuu ya nchi. Wewe amini. Kama utashuka au utashuka na kutangazia next level. Mungu akupandishe kiwango cha next level. Uende kwenye next level. Upande kwenye next level. Uwezo wa kufikiri next level. Kwenye economy next level. Kwenye maombi next level.